Tuombe. Baba wetu, Mungu mwenye uwezo, Mungu uliye hai, tunaliita jina lako ili uweze kutubariki. Asante tunapokusihi utusamee makosa yetu, ukatusafishe kwa hisopo. Tunakushukuru vile vile kwa ajili ya mtazamaji. Asante kumlinda na kumpa afya. Wakati huu tunapoingia hewani kuleta neno hai la uzima, tuomba Roho wako aweze kutuongoza. Uwe mwalimu wetu ili baada ya kipindi hiki tuwe tumesogezwa karibu nawe tunapotazamia ujio wako mara ya pili. Hili ni tumaini letu katika jina la Kristo aliye mwombezi wetu. Amen. Asante mwalimu. Mtazamaji, mwalimu aliyetuletea ombi ni mwalimu wetu mpotevu Zakari Kanari. Mwalimu, karibu kwenye kipindi. Nashukuru. Naomba niweze kuwakaribisha watoto wote waliokuwa shuleni. Karibuni kwenye likizo, akiwemo Abi na Abel ambao wameleta salamu za wakati huu, na kukaribisha sana mtazamaji katika kipindi cha uchambuzi. Mtazamaji, Abi na Abel ni watoto wa mwalimu Kanari. Nasikia hajamtaja mkewe. Pia tuna mwalimu wetu, mwalimu na pia mchungaji wetu Paul Ngungi Mwangi. Mwalimu, karibu kwenye kipindi. Asante sana. Ujambo mtazamaji, na karibu katika kipindi cha uchambuzi wa Biblia jioni ya leo. Asante. Mimi ni wako msimulizi Peter Sitati. Jioni ya leo tunaangazia walimu mambo ambayo kidogo yamekuwa kizungumkuti siku nyingi. Kwa sababu tumeshasikia mahali kwingi juu ya sheria ya Mungu. Na unajua tukiangalia sheria katika mazingira ya kitabu cha Nehemia, mtu anaweza shindwa hiyo inatokana na wapi. Kwa sababu haijatajwa waziwazi kuonyesha kwamba pengine kuna mambo ya sheria. Ndio maana mada ya leo muhimu. Sasa mada ya leo inahusiana na vitu viwili. Inahusiana na sheria ilivyoandikwa, na tunasema roho ya sheria. Yani sheria kama ilivyonukuliwa na roho yake. Na walimu, katika hali hii tunaona kwamba wana wa Israeli wametoka katika nchi ya utumwa, wamekuja, lile kundi la mwisho limekuja na Nehemia. Na walipofika wameingia katika nchi hii, na tunakuta kwamba wameanza sasa maisha yao kama vile yalivyokuwa zamani kabla waende utumwa. Lakini walimu, tunakuta kwamba kuna shida zinatokea. Haswa kulikuwa na baa la njaa, na hili baa la njaa likaibua mambo mengine madogo madogo yalimokuwa huko ndani, ambayo yamekuja kuleta ama kutusukumilia tukaangalia somo hili. Sasa pengine niwaulize mwalimu Mwangi, pengine utupe mkutasari haswa ni nini kilitokea, ili mtazamaji tunapojadilia mambo haya kwa kina apate kuelewa kwanza mkutasari wake wa mambo haya ni huu. Asante sana. Baada ya wana wa Israeli kurudi, ndio, na Nehemia wakiwa pale, kama ulivyosema kulikuwa na baa la njaa. Na baada ya njaa hiyo kukawa watu wamekuwa na shida sana. Na kile chakula ambacho maskini walikuwa wanabakishiwa kwa mashamba wavune, baada ya mwenye kupanda vizuri na kubarikiwa, hakikuweko. Kwa hivyo na jambo la pili ambalo lilifanya shida hii pia iongezeke, ni riba kubwa ambayo wana wa Israeli walikuwa wanatoshwa na ufalme wa Persia. Na ukiongeza hayo, ikafikia mahali ikawa ili waweze kupata hata mkate na pesa ya kulipa hiyo riba, inabidi wakope. Wanakopa ndugu zao, wanakopa kila mahali. Na kukopa baada ya mwaka kuisha na hujalipa, ikabidi sasa waanze kujiuza ama kuuza watoto. Na katika zama hizo kuuza watoto haikuwa ni jambo ambalo ni mbaya. Mzazi alikuwa na uhuru wa kuuza mtoto. Na kwa hivyo wakajikuta katika mahali pa shida kabisa. Watoto umeuza
na ungali unadaiwa. Wameisha wote. Sasa utafanya nini? Hii ndio iliibua kilio ambacho tutakiangalia na vile Nehemia alisimama kulitatua jambo hili. Mwalimu, hapo tu kabla niende kwa Mwalimu Kanari, unajua kuuzana kulikuweko, lakini zaidi kuuzana kulikuweko kwa makabila ya nje. Ndio. Lakini hapa naona kama si nje. Ilienda nje, ikatoka nje, ikakuja ndani, ikaingia ndani. Ikawa mpaka wana wa Israeli waliokuwa na pesa wakati ule wananunua hata watu wao, Waisraeli wenzao wenyewe. Na ndio sababu kilio hiki kikaibuka na kikawa kikubwa. Ni dhuluma ambazo ziliingia mpaka ndani, na jambo hili lilitiwa msumari na ile wana wa Israeli kutosha riba wenzao pia. Kukopeshana ilikuwa ni jambo la kawaida. Ndio. Lakini kuitisha riba haikuwa hata kidogo, ilikuwa kinyume. Mwalimu Kanari, tunakuta kwamba watu walianza kulalamika. Pengine utupe lalama zao tupate kuelewa haswa ni nini kilichokuwa kinaendelea. Alafu pia mwalimu, sasa utuelekeze kuanzia Nehemia 5 kuanzia mstari wa kwanza tupate kuelewa habari hii ambayo tunawadokezea watu siku ya leo. Asante. Wana wa Israeli hawa, baada ya Nehemia kutia juhudi na kumaliza pingamizi zilizokuwa kule nje, ndio, na watu wa nje wakaona kweli jamii ya Israeli imesimama wima. Lakini kumbe mwovu akaleta tatizo ndani. Sasa tunaingia ndani katika nyumba ya Israeli na tunaona kwamba mambo yalikuwa yamezidi unga. Wakaanza kulia. Na jambo la kwanza ambalo lilileta kilio ni chakula. Ndio. Jamani, chakula ni muhimu. Hata sisi tunapenda kula. Kama si Waluya hatuna shida na hapo. Sasa chakula kilikosa. Watu hawa walipohisi njaa wakalia. Wakasema hatuna chakula. Kumbuka alivyosema mwalimu, mashamba yale watu walikuwa wakiacha angalau watu maskini wanakuja wanapata kipato kiasi. Hawakupata ngano. Na wanasema kwamba wameweka rehani watoto wao. Sasa nataka uone kilio hiki jinsi kilivyokuja. Walijua kwamba hawatamlilia mtu mwingine yeyote isipokuwa kiongozi ambaye alikuwa ni Nehemia. Walijua sasa yeye amesimama kati yao na Mungu. Anaweza kusikia kilio chao. Wakalia mbele zake, na mambo haya yalivyomfikia Nehemia. Sasa niko katika Nehemia 5. Ukiteremka kule chini 1 hadi 5 ni malalamiko hayo. Ndio. Wameuza watoto wao, mashamba yao yametozwa riba. Naomba mwalimu nisikilize hivi kidogo. Katika nyumba ya Israeli hawakuruhusiwa iwe milele. Mashamba yale ambayo walikuwa wanayauza au wanaweka rehani, ilikuwa baada ya miaka 7 ili kwamba waweze kurejeshewa. Lakini kwa sababu ya baa la njaa, mashamba haya yakurejeshewa. Mungu alitaka waone kwamba hawakuwa watumwa milele, ndio maana akaweka mikakati. Kwa hivyo miaka 7 walikuwa wawe huru. Lakini sasa viongozi hawakufanya hivyo. Walikiuka roho ya sheria. Jambo la pili, ninaona kwamba mambo haya yalipomfikia kiongozi huyu ambaye ni Nehemia, alifanya jambo moja, alikasirika. Sasa ndio nikajiuliza, kumbe yawezekana watu wa familia yangu wakawa wanalalamika wakati mimi niko kule Kuria. Nalala njaa, amenyanyasika na labda landlord. Yaani kuna mambo ambayo yanaweza fanyika nyumbani. Tuache kule nyumbani. Kanisani, je, watu wanaweza kulalamika kuna wajane hawajaangaliwa vizuri, mayatima hawajaangaliwa vizuri, chakula kimekosa kule, na wanapolia mimi ninahitaji kuwa na hasira au hapana? Sasa mwalimu, kama vile ulivyosema, pengine ni kuleta tu, unajua ukisoma kitabu cha Kutoka 22 mstari wa 25 inasema maskini ukimkopa
usiitishe riba. Kweli. Sasa umesema kwamba njaa hii ilifanya watu hawa hawakurudisha mashamba na pia wakatoza riba. Swali ni hili mwalimu, kwani kama hakungekuwa na njaa wangerudisha mashamba? Sasa kiukweli kama hakungekuwa na njaa, maskini wangepata angalau kitu shambani. Maana hao waliokuwa nacho wangevuna kile walikuwa wanaona ni cha maana, wanaacha kile kingine. Iwapo hii njaa haingekuwepo, bila shaka baada ya miaka 7 wangekuwa na chakula cha kutosha, kwa hivyo wangerudisha yale mashamba. Kwa hivyo njaa imeibua kilio hiki kiweze kuonekana. Mwalimu Paulo, kwa kile tu alichokisema, inawezekana katika nyumba ya Mungu leo kuwe na shida kama hii? Inawezekana. Inawezekana wakati ambapo watu wanafikia mahali pa kudhamini sheria kuliko kudhamini mwanadamu. Ndio. Ya kwamba sheria vile imesema inapaswa itimizwe pasipo rehema, pasipo huruma hata kidogo. Nimesema hapa mara nyingi na nitasema tena, sheria si ya muhimu kuliko mwanadamu. Kweli. Na sheria haipaswi kuwa ndio mwisho. Sheria inapaswa kuwa kiongozi wa kutupeleka mahali ambapo panafaa, mahali ambapo panastahili. Na mahali ambapo panafaa na mahali ambapo panastahili ni mahali ambapo mtu anapata rehema, anahurumiwa na shida yake inatatuliwa. Jambo hili linaonekana hata wakati kumekuwa na makosa kidogo, mtu amefanya kosa. Sikia watu, sheria inasema nini? Huyu mtu abanduliwe, huyu mtu afungwe. Lakini hatujajua ni jambo gani lisukuma mtu kuingia kule. Hatujaanzisha mikakati ya kurejesha kwanza. Kweli. Ili mtu aweze kuelewa. Kwa hivyo hizi shida zipo hata ndani ya nyumba ya Mungu. Na zinatokea wakati tunajali sheria kuliko mwanadamu. Na tunasahau na roho ya sheria. Na roho ya sheria ni huruma. Ndio. Kwa wale ambao wameadhirika. Mwalimu, unajua unanirudisha naangalia Mafarisayo. Walikuwa wanalipa zaka na kila kitu. Ndio. Lakini wanafikiria kumuua Yesu. Yes. Lakini wanashika sheria zote 10. Sasa unashangaa haiambatani. Pengine mwalimu tu kwa uongeze kitu. Ndio. Kwamba hawa wana wa Israeli tukiangalia katika himaya hiyo ambayo walikuwa, tunakuta kwamba serikali ya Uajemi, si serikali haswa, serikali ya Uajemi ilikuwa inaitisha riba. Pili, tunakuta kwamba watu wa nje ambao hawakuwa Waisraeli walikuwa wanatoza 50%. Lakini Waisraeli walikuwa wanatoza 12% peke yake. Ni kama sako. Ni kama Sasa mwalimu, si unaona hao walikuwa afadhali? Ukiangalia, ukilinganisha, utaona walikuwa afadhali. Lakini wakiwa afadhali hivyo, nayo maagizo ya Mungu yalikuwa yanasema nini? Hawa watu wakati wa Nehemia wamechukua opportunity ya hiyo njaa na taabu zilizokuweko kuanza kujinufaisha kweli kwa njia ambayo haikukubaliwa katika wana wa Israeli. Ndio. Na sijui niende zaidi niseme, unajua watu usikiza mambo na wanaelewa vibaya. Ni vitu gani ambao haikuitishwa riba? Ukiangalia vizuri, si pesa ya kwenda kufanya biashara. Unachukua mkopo ya biashara alafu unasema hakuna riba, hakuna nini. Ni pesa iliyokuwa inahusiana na mambo ya matumizi ya maisha haya ya kimsingi. Na hata wakati mwingi haikuhitajika hata kukopesha. Kweli. Ndio sababu kulikuwa na mwaka wa kuachilia madeni yote kwa sababu ya wale ambao wameshindwa. Mwalimu Kanari, kuna jambo ulileta. Tunakuta kwamba walipokuwa nakopesha kidogo, ninakuelekeza tu kukuonyesha kwamba ulisema shetani alikuwa ameshindwa
kuwagonga na nje. Sasa akaingia na ndani. So inawezekana shetani kuingia kanisa leo ndani na kuvuruga kutoka ndani. Ni kweli kwamba leo sisi tuko makini sana na masuala yanayotuzingira na tabia za kule nje. Kwa hivyo tunajikinga sana dhidi ya muonekano kwamba kanisa la Mungu linaangamia. Kwa hivyo tumejaribu sana, lakini humu ndani shetani ametumia viongozi, ametumia waumini. Sasa ni kugongana, ili kwamba tutakapokosana na mchungaji Paulo hapa, wale wa nje watasema waangalie Waadventista wamekosana, waangalie hawa Wakristo wamekosana. Kwa hivyo analeta ndani kwa ndani ili kuvuruga amani ya Mungu. Na hapo ndiko aliko faulu kabisa kuangamiza watu wa Mungu. Na niseme ya kwamba vita ya kutoka nje si mbaya kuliko vita ya kutoka ndani. Vita ya ndani ni mbaya, maana watu huumizana na kumalizana hata saa zingine bila kujali hata kidogo. Kweli. Lakini tunapopigwa kutoka nje tunaweza unganika kupigana na huyu adui mmoja. Lakini vita ikiingia iwe ni ya ndani, inakuwa mbaya sana, na hapo ndipo tunapaswa kujihadhari na kukasirika kama Nehemia. Unajua kuna rafiki yangu mmoja, sitamtaja kwa usalama wangu. Yeye alikuwa kuna vyakula ameachana navyo hali, na ni mtu ambaye yeye ni mtu anashika amri. Lakini kuna siku moja kidogo hawakusikizana na mzee fulani kanisani. Na akatoka kwa hiyo kanisa akaenda kwa kanisa nyingine, akasema huko aendi tena. Sasa unajua tukajaribu kumwambia, na basi fanya hivi, njoo msameheane, hata ukienda tayari mmeshasameheana. Akaniambia mimi na yeye mtu hatutasameheana kamwe kwa hii dunia wala ile inakuja. Sasa mimi nikamwambia naye ile inakuja wewe ukanyage. Sasa unajua hakuwa anashika ile, lakini inawezekana tuwe kama Mafarisayo ambao tumeshika visheria na tumesahau kwamba hii sheria maana yake ni hii na inastahili kutuelekeza katika njia fulani. Walimu, katika kitabu cha Yohana wa kwanza 1:7, nataka niwasomee ili muipige msasa. 1:7 inasema, bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Walimu, katika kwenda katika nuru inaweza kutusaidia vipi katika somo la leo, kama mnanielewa? Katika kwenda katika nuru, ama maana ya huku kwenda katika nuru, je, kuna uhusiano na mambo haya? Kuna uhusiano mkubwa sana. Ndio. Ni migongano na watu kudhulumu wengine kutoka ndani ni matokeo ya kutokuwa katika nuru. Tunapokuwa katika nuru, ama tunapoongozwa na Yesu, atakuangazia, ataniangazia. Kwa hivyo utakuta ya kwamba hatutakuwa na mgwaruzano na kuumizana na kuoneana. Ndio. Na Yohana anasema vizuri sana. Tusipotembea katika nuru, hata kusamehewa na kutakaswa ni vitu ambazo haiko. Na ni vizuri ieleweke hivyo. Mtu asiseme ya kwamba hapa duniani na binguni hiyo kitu hakuna, alafu nadhania kuna bingu unaenda. Hakuna bingu, maana lazima tuwe na umoja hapa. Maana kama tunaamini Mungu mmoja na utakaso unaotoka katika damu moja, basi tutaletwa na tuwe kitu kimoja. Na hiyo kiburi cha kuona ya kwamba ninafana, ninastahili kuliko wengine, kuliko mwenzangu. By the way, kesho nitakuwa nazungumzia baadhi ya mambo mengine in the afternoon yanayofanya watu waingie katika ibada ambazo zinakaa kama ni ibada ya kweli, kumbe mtu ameingia katika ibada amepotea tayari. Na watu wanapotea wakiwa ndani ya kanisa, maana roho ya ibilisi iko duniani na iko kanisani, vile roho wa Mungu alivyo duniani na roho wa Mungu alivyo pia kanisani. Wow. Mwalimu Kanari, baada ya mambo haya kuletwa kwa huyu jamaa anaitwa Nehemia,
kama kiongozi kuna vitu alifanya, lakini tunaambiwa kwamba alikasirika. Tunaambiwa kwamba kuna vitu tumetaja, mwalimu, pengine uvikavitaje na kuvielezea. Asante. Mambo haya yalipomfikia Nehemia kama kiongozi, kumbuka nilisema awali kwamba Nehemia alifaulu pakubwa kujenga ua lile, na kwa hivyo adui wakashinda. Sasa akajua kwamba mambo shwari, lakini mambo haya yalivyotendeka ndani kwa ndani, Nehemia alikasirika sana. Biblia inasema alikasirika sana. Ilikuwa ni ghadhabu, ni hasira. Inaitwa indignation. Na hasira hii ilimchochea, ilimchoma. Napenda tu mtazamaji aweze kujua kwamba hasira mara nyingi inaumiza. Hasa hata kifua, akili inaweza kukuletea msongo. Kwa hivyo kuna hasira tofauti. Kuna hasira ambayo mara nyingi tunasema hasira takatifu kama ya Mwenyezi Mungu, na hasira ya kipumbavu kama ya Kaini. Kwa hivyo hapa tunachanganua hasira ambayo inaleta matengenezo, hasira ambayo inaleta mageuzo kwa wale waliotenda makosa. Sasa ningependa niweze kusema kwamba Nehemia katika hasira ilipomwakia, kuna mambo aliyoyatenda. Jambo la kwanza, hakukimbilia kufanya hatua. Kweli? Hata alitulia, akajishauri mwenyewe. Leo tunasema akajiita mkutano. Mambo haya ni mabaya. Amejawa ghadhabu. Kwa hivyo akatulia mwanzo. Kwa hivyo njia nzuri ya kutatua hasira ni kujipa moyo, utulie kwanza, maana hasira ni hasara mara nyingi watu wanasema. Na Nehemia alipotulia akaona, sitawaita watu wote, nitawaita viongozi kwanza. Hao walio na uwezo, wenye mamlaka nitawaita kando. Ndio tusemezane. Wenye kukosea, wenye makosa, watu wenye heshima, watu walio na vyao. Kwa hivyo akawaita kando, awasemeze, awaambie shida yao ni gani. Kisha baada ya kuwaelezea tabu yao, akaita mkutano wote wa waliokosewa na waliokosa. Hiyo ni busara kwa kiongozi. Viongozi kanisani wanakosea. Mwalimu, usije ukawachanganua mbele ya washiriki na kuwapa wanasema fedheha. Ili uwe mtu wa busara, waelekeze viongozi kwanza. Niite Mwalimu Kanari, njoo hapa unapoelekea umekosea. Hiyo ni busara, ili kwamba utakaponiita na niliyemkosea nitakuwa na wito wa kuomba msamaha. Hiyo ndivyo ningesema. Na sio busara tu peke yake, ni neno la Mungu linasema. Kweli? Kama ndugu yako amekukosea, muone yeye kwanza. Si kwenda ukitangaza unajaza jina unaharibu. Na unajua katika kutangaza mtu huongeza chumvi na sukari, ama mwingine akisikia pia anaenda kuongeza chumvi yake, ama anaenda kuongeza chumvi yake. Walimu, hapo tu mwalimu Paul. Yes. Kwamba Nehemia anapoanza kufanya mambo haya, tunakuta kwamba kuna mambo ambayo, kuna vipengee ambavyo amefuata. Unajua kuna vitu napendezwa navyo kwamba amesikiza kwanza, alafu akawaita, alafu akawaeleza, alafu sasa akaita mkutano mkubwa. Na baada ya mkutano mkubwa tena kuna mambo tena anaendelea kufanya. Hakuachia kitu chochote njiani. Mwalimu, endelea. Akawaambia, sio nyinyi tu mnakopesha pesa, hata mimi hukopesha na siitishi riba. Ndio. Na sio hivyo tu peke yake, akawaita wito. Ndio. Na wakakubali ya kwamba kuanzia leo hatutakopesha. Na kwa sababu aliona ni kama wito huo hautoshi, akawaapisha kiapo. Na akarudi akafanya tambiko. Ndio. Atoa nguo yake na kuzikunguta, akasema yule ambaye hatafanya yale ambayo tumekubaliana nayo leo atakuwa maskini hivyo maisha yake yote. Utajiri wake utafanya nini? Utaisha na utapotea namna hivyo. Kwa hivyo tunamuona Nehemia akiwa kiongozi ambaye anafanya watu wawajibike. We have to hold people to be responsible. Waweze kuwajibika ya kwamba yale ambao wameyasema waone ni ya muhimu kuyatekeleza, na Mungu anawaangalia, na kutoyatekeleza
kuna madhara yake na matokeo yake. Nafikiri walimu, tumbaki dakika 2. Sasa mwalimu Tukanari, pengine kuna jambo watu nasema kwamba Yesu alisema, nafikiri katika Mathayo 7:12 kwamba ukimtendea mtu kitu hakikisha kuwa ni kitu ambacho hata wewe unataka kutendewa. Ndio. Katika hapa dhidi ya roho ya sheria, kila ambacho ungelipenda utendee, amtendee mwenzako. Ndio. Hapa katika Nehemia 5 ukisoma mstari wa 8 na 9, Nehemia anawaambia watu hawa tuliwakomboa kutoka utumwani, tumewalete nchi ya ahadi. Sasa mnawafanya watumwa, mnataka tena tuwanunue. Alafu anasema hivi, sasa kwa sababu watu hawa wako katika nchi hii, mambo yao tutayatupilia mbali. Ninawaomba sasa warejesheni kila ambacho mmekichukua. Maana sasa katika hali ya kutaka kutendewa kila ambacho unatendea wenzako, baada ya kukunguta mavazi yawezekana ukawa maskini. Na ungependa utendewe haki hii ambayo Nehemia anaisema. Lakini ukweli ulisema wazi, hata hakuna kitu wangekataa. Waliulizwa kama wana neno, kwa kila mtu akanyamaza. Ukweli ni kwamba Nehemia alipowauliza, viongozi wote walinyamaza kimya. Basi akawaapisha. Ndio. Mara nyingi ujumbe unapoletwa tunabaki vinywa wazi. Tunasikia huo ni msisimuko. Lakini lazima tuchukue hatua. Wacha nitoe mfano. Uko katika mwalimu, kwa haraka dakika zetu zimekwisha. Umehubiri na watu wangelipenda kubatizwa, wana msisimuko. Ukiwaachilia pale, ule msisimuko ukiisha watarudi kule kwingine. Ndio maana tunawaambia jamani, njooni mkatubu, mubatizwe. Kiongozi lazima awaonyeshe watu njia. Sasa tufanye nini? Hii ndio njia mnaoifanya. Nehemia akafuata huo mfano. Asante. Mtazamaji, tunaenda mapumziko na nafikiri walimu wameshaeleza vizuri, na tumesikia mwalimu Kanari akisema hapo mwisho kwamba sasa watu Kristo ameshawanunua, amewaleta katika kanisa lake. Wewe tena unataka kuwafanya mateka ndani ya kanisa. Sasa Kristo atawanunua mara ya pili kutoka kwako sasa. Sasa ndio tunasema kwamba kwa sababu tumemuonja Kristo, tumeonja uhuru. Na huu uhuru uko katika mazingira ya upendo ambayo tulipata kutoka kwa neema ambayo tulipewa bure. Sasa ina kisa na maana mimi kusema hivi ni kwamba tukija katika mazingira haya, na si kanisani peke yake, hata kule unapofanya kazi na kwingine, tuonyeshe upendo wa Kristo na tuhakikishe kwamba hata tukiwa mahali watu wanatamani Kristo wetu kwa sababu ya matendo yetu. Mungu akubariki. Tunapoenda mapumziko, usiende mbali. Mtazamaji wetu wa runinga ya Hope Channel Kenya, tena tunakukaribisha katika awamu ya pili ya kipindi chetu cha uchambuzi wa Biblia. Na tulipokuwa tunaenda mapumziko, kuna maneno ambayo ni mazuri yameletwa na kusemwa na walimu wetu. Na tunaamini kwamba Roho wa Mungu ana kusudi nzuri katika kipindi hiki, haswa kukuletea maneno haya ili wewe unapoujua Ukristo huu usije ukapotea tena ndani na uko ndani ya nyumba, uwe kama shilingi iliyopotea. Walimu, kabla tuende mapumziko tulikuwa tumetaja mambo fulani. Nafikiri pia mtazamaji nikueleze tu kabla niwape walimu kwamba ukiwa na swali lolote unaweza andika ujumbe mfupi kwa nambari ya rununu ambayo unaona kwa runinga yako. Ama unaweza enda Facebook, enda uchambuzi wa Biblia hasa, nenda katika ukurasa wa Hope Channel Kenya, alafu unaweza weka swali lako hapo, alafu tutalishughulikia. Walimu, kabla tuende mapumziko tulikuwa tumeongea juu ya hawa watu wana wa Israeli baada ya Nehemia kuwaapisha. Mwalimu Paul, haswa huku kwa hapa kuna umuhimu gani? Na mbona Nehemia awafikishe katika kiwango chao kuhapa? Maana kuhapa ilikuwa ni jambo la muhimu sana. Maana hauapi na dunia, unaapa na Mungu mwenyewe. Kwa hivyo aliwafikisha hapo ndio wajue mahali walipo ni katikati yao na Mungu. Na mtu asipolitimiza lile jambo ambalo ameliapa, atakaye muuliza swali
si mtu sasa, si bwanadamu, ni Mungu yeye mwenyewe. Na nafikiria vivyo hivyo katika kanisa ndivyo tunavyopaswa kuchukua tahadhari tunapotoa nadhiri zetu mbele za Mungu. Utakuta wakati kuna matoleo, mtu anasema nitatoa 10,000, alafu unashinda ukikimbizana na yeye, ulisema utatoa. Unatakiwa ujue ukiweka nadhiri katika mbele za Mungu, ndio ni wewe na Mungu. Pia kuna hizi nadhiri ambazo tunaziweka wakati wa ubatizo. Ndio tunatakiwa tuzichukue seriously. Na pia hizi vows tunazo katika ndoa. Naona watu wameapa nitakupenda mpaka mauti itakapotutenganisha. The next day wanakuja kwa mchungaji, huyu alikataa sijui kupika sijui nini, nitaondoka. Sasa unashindwa zile nadhiri, tunajua tunaziweka mbele ya nani na umuhimu wake. Kweli. Kuna katika kitabu cha Mhubiri 4 na 5 inasema wewe ukimwekea Mungu nadhiri usikawie kuiondoa. Kwa kuwa yeye hawi radhi na wapumbavu, basi uiondoe hiyo ulioiweka nadhiri. Ni afadhali usiweke nadhiri kuliko kuiweka nadhiri usiondoe. Yes. Afadhali usiseme kitu kuliko kusema kitu na usifanye. Mwalimu Kanari, pia kabla nianze kuchukua maswali ambayo yamekuja kwa SMS, tunakuta kwamba huyu jamaa anaitwa Nehemia, kuna mfano aliotupa. Kumbuka yeye alikuwa ni governor, mtu mkubwa, lakini kuna mambo anayofanya ambayo pengine ni tofauti na vile watu wengine wangefanya. Endelea mwalimu. Asante. Kwa miaka 12 alikuwa katika utawala, na katika huo utawala kuna marupurupu, kuna hela nzuri tu na mambo mengi ambayo angeweza kuyafurahia. Lakini tunamwona Nehemia akitaka kuwa mfano hai kwa nyumba ya Israeli, aliachana na marupurupu yale na fedha za kupewa kama kiongozi wa kiserikali. Ina maana kwamba yeye alitaka kujihusisha na watu wa Mungu, hasa kwa kuonyesha mfano ulio hai kwamba ukiwa katika serikali au ukiwa katika cheo, usikitumie kujitajirisha mwenyewe, usikitumie ili kuwanyanyasa wengine. Huo ndio mfano alikuwa anatoa. Na kisha anasema hivi kwamba watu hawa walipokuwa wakimwangalia kama kiongozi serikalini, alikuwa kiongozi pia kanisani. Jambo la pili, alifanya kazi kwa bidii, akajipa utajiri kwa kupitia mikono yake. Na kazi hii akawa analisha familia yake vizuri, akawa ni kiongozi aliye mfano bora. Jambo la pili, akawapa wale ambao hawakuwa nao, akawalisha masikini. Kwa hivyo ni mfano wa watu ambao Mungu amewapa vyeo katika serikali, wawe mfano, ili mimi nikitoka kazini namshukuru Mungu kwa niaba yako ambayo ni mkubwa wangu kazini. Mwalimu Paul. Yes. Na jambo lingine la maana, kiongozi anapaswa aangalie watu wake, aone uwezo wao wa kiuchumi yuko namna gani. Kama uwezo wao wa kiuchumi yuko chini, kama Nehemia, hana haja ya kuwatosha na kuitisha riba. Lakini wakati mwingine serikali za dunia hawaangalii. Unakuta ya kwamba hata yule mtu wa chini kabisa ambaye hapaswi kuitishwa chochote anaitishwa. Mfano kama katika nchi yetu ya Kenya, hii kiwango ya riba maybe ingeinuliwa, ukute ya kwamba ni mshahara juu kidogo, si huku chini kabisa. Utakuta mpaka mtu ambaye ako jua kali anatengeneza maybe shilingi 500 kwa siku. Riba iko kwa kila kitu na kwa kila kitu. Vitu za aina hiyo zingeangaliwa. Lakini zaidi ya yote, cheo, ukipewa cheo, umepewa cheo kwa nini? Umepewa cheo ujitajirishe, ama umepewa cheo utumikie wananchi katika serikali na pia kanisani? Swali ni hilo. Kweli mtu akisha kuwa
mzee wa kanisa, umekuwa president wa conference ama wa union, unafikia level hiyo ili ujitajirishe ama ili utumikie watu. Nehemia anatuonyesha mfano bora ya kwamba Mungu anatuweka katika mamlaka tutumikie watu, sio watutumikie na tujitajirishe kutoka kwao. Unajua hata Yesu akija alisema si kuja kutumikiwa, nilikuja kutumika. Ndio. Na ndio mfano sisi tunafuata kama viongozi. Walimu, pengine nichukue maswali kidogo hapa kwa watu waliotuma ujumbe mfupi kwenye hii simu ya rununu. Kuna mmoja hapa amesema nini? Nianze na wale walianza kitambo. Hizi messages zinakuja mbio mbio. From Kisumu. Wengine wanaomba muziki. Anasema is it violating the spirit of the law or the reading of the word? Sijui kama nauliza la leo. Anasema is it violating the spirit of the law or reading the word? Nafikiri watu si mtu mmoja nafikiri ukiangalia vizuri lesson ya leo ni violating the spirit of the law, kukiuka roho ya sheria, ndio somo la leo. Yes. Alafu mwingine ameuliza, Nehemiah uttered curses to wrongdoers. Should we also curse them? Magwaro from Nyabikai, Hispania. Wewe ni mtu wa kwenu huko. Moses Magwaro. Nafikiri namjua huyu jamaa. Mwalimu, changamkeni hilo swali. Nehemia anasimamia Mungu katika kuongoza wana wa Israeli. Ndio. Na niseme kwamba hakutamka laana. Lakini aliwaongoza wana wa Israeli kutambua umuhimu wa kutoa nadhiri. Labda hapo ndipo ninaweza kusema. Na sisi kama viongozi hasa wa kiroho tunahitaji kuongoza watu wanapotoa nadhiri waisimamie ili wasio wapumbavu kama Biblia ilivyosema. Na maybe hata kama ilikuwa ni hivyo, alikuwa na haki ya kufanya hivyo. Kweli. Kile ni kipindi cha serikali iliyokuwa inaongozwa na Mungu. Ni wakati hakuna neema. Kwa hivyo huyu alikuwa mwakilishi wa Mungu direct. Ukiangalia Agano la Kale, viongozi wengi waliokuwa katika Agano la Kale, anaambiwa hata chukua upanga nenda ua. Anachukua na anaenda anaua. Leo hii leo hii haipo. Kwa hivyo hata mbali na kuwaonyesha umuhimu wa nadhiri, alikuwa na haki ya kuwaambia wale ambao hamutafuata hii maneno, utajiri wenu mwagike na mna. Kuna vile. Na hata leo katika wakati wa neema, maneno hayo yanatamushu yako, lakini katika background ya kwamba si eti yameondoka. Si eti yameondoka, maana kuna matokeo ya kutii na pia kuna matokeo ya kutotii. Lakini ningeomba wale ambao wamewekwa katika kuongoza na unapata nafasi ya kusimama mbele, ukisimama mbele, warai watu wafuate mapenzi ya Mungu, usiwalaani. Yes. Unajua pia huwa tunasema Anania hakufa kwa Old Testament. Alikufa kwa New Testament. Kwamba Mwenyezi Mungu si ati hasira yake iliisha. Kwamba hapendi dhambi. Hapendi dhambi. Ndio tunawarai. Unaona hata Anania anapokufa, Petro anamwambia hiyo umesema una hakika ni kweli? Ndio hiyo. Udanganyi mtu, unadanganya nani? Mungu. Unadanganya Mungu. Kuna mwingine ameuliza, je, sako katika kanisa ni nzuri? Duncan kutoka Mathare. Na nilisema hapa tu. Nilisikia ukihitaji. Nilisikia hapa nikisema ya kwamba Duncan akakusikia. Nikisema ya kwamba hii pesa ambayo inasemekana si ya riba, ni ile ya msaada ya maisha ya kila siku. Lakini umeenda umechukua pesa za kufanya mradi, unataka upewe bure.
haiwezekani. Ni muhimu kulipa riba, maana utaenda pia utengeneze pesa kweli. Lakini hiyo ni mada kubwa ambayo tunaweza kuiangalia. Sijui, hatuna nafasi kama hiyo, sijui kama kutakuja lesson kama hiyo. Je, ni halali kuchukua mkopo ama sio halali? Biblia inasema nini? Biblia inasema kama mna deni, muwe na deni ya upendo peke yake. Udaiwe upendo. Udaiwe upendo tu peke yake. Lakini je, ni halali? Kuna undani wa kuingilia hilo swala. Unaweza chukua, lakini baada ya kujua unafanyia nini, na usichukue mkopo ya kwenda kununua vitu ambazo dhamana yake inashuka. Unachukua mkopo wa kuchukua vitu ambazo dhamana yake haishuki. Kuna mtu anachukua mkopo anaenda kununua gari ama redio. Baada ukienda kuiuza unakuta dhamana imeenda chini. Na pia umetumia pesa kwa mafuta kuitengeza. Ama unachukua mkopo ya kununua chakula. Haiwezekani hiyo. Unanunua Mercedes na unaishi nyumba ya kukopa. Sasa kuna swali hapa kutoka kwa Elda anaitwa JM kutoka Mombasa. Hajaweka jina lake full, nafikiri kwa usalama wake anasema anaitwa JM. Anasema, je, wapendwa, leo wachungaji wanapewa zawadi at pastors appreciation. Je, ni sawa? Ana kuna walengwa hapa. Niko hapa. Makosa ni mtu ajiitishie appreciation. Ndio. Lakini kama mtu amekuja akasema, pastor, umetubariki, na hiyo siku iko kwa kalenda ya kanisa, na wazee wapange, kama kwangu last year wakati haikuwa imesimamishwa, unajua ilisimamishwa, haipo. Wazee walipanga na sisi hata hatukujua. Baadaye ndio wanakuja wanasema, leo pastor Mkaya hamuendi mahali. Tukaona wazee ndio wanahubiri. Wakasema ile kazi tumejaribu kufanya. Kwa hivyo inategemea. Ni makosa kudai. Lakini ukija uhubiri, kwa mfano nimekuita katika district yangu, na tuseme ya kwamba ama katika makambi. Wacha tupanue hili jambo hata katika makambi. Mfano wageni wanaokuja makambi kwetu, baada ya wiki moja hawatoki hivyo. Kweli. Tunawashukuru, ni shukurani. Hauwezi ukalipa. Hii kazi watu wasifikirie ya kwamba unaweza lipa mhudumu wa Injili. Huwezi. Lakini usifunge punda kinywa anapopura. Unajua kuna mtu anaweza kuja hapo hana fare basi. Atarudi bila. Ndio hiyo tunasema. Walimu, kuna swali pia mtu ameuliza hapa. Yeye hupeana pesa kwa riba, lakini yeye huwa akopeshi maskini. Anauliza na anapata riba. Anauliza, je, ni dhambi? Felix Mosoti anatoka kule mji wa Eldoret. Inategemea anapeana riba ya kiasi gani. Maana riba ina kiwango. Kuna riba ya wizi. Na kiwango cha riba inawekwa na Central Bank na pia na mabanki. Wakati riba imepita, unakuta ya kwamba zinaitwa Shylock. Usipolipa by the time miezi 6 imefika, hata yeye ni Shylock vile hajajiita hivyo tu. Miezi 6 unakuta hiyo pesa imejidabu. Hiyo riba ya aina hiyo si halali. Riba inatakiwa iwe riba ambayo ni kiwango ambacho kinakubalika karibu kila mahali. Ndio. Unajua tukisoma Deuteronomy 23 verse 19 pale, ndio unaona Mungu anasema tusichukue hiyo riba. Lakini ukienda Deuteronomy 15 anasema maskini hawataisha kwenu. Maanisha mkiwakopa msitishe kitu kwao. Lakini tunaona kama anaonyesha ni kama watu wa nje wanaweza pewa kwa riba, wale ambao si wa Israeli. Sio watu wa nje. Hata mtu wa ndani anakuja anataka kufanya biashara atengeneze pesa. Kweli. Si anaenda kwa banki na anachukua mkopo na riba. Akija kwako umpatie
hiyo asilimia kidogo. Kwa hivyo nimesema hapa riba ina kiwango, isiwe ni ile umesema ya wizi. Ndio. Swali lingine na mpendo hapa anauliza, wasalimu mwalimu Joseph kutoka Shaurimoa. Hata wewe anauliza tuko somo la 5 ama la 6. Nafikiri watu wengi wamechanganyikiwa sana. Nafikiri watu waangalie tarehe. Angalia tarehe. Sisi tuko sawa. Anasema ni sababu gani, mwingine hapa kutoka Kenyatta Road anauliza ni sababu gani ambazo Nehemia anatoa za kutodai chakula cha liwali? Sababu anazozitoa ni naitwa Gadhambi kutoka Gadhambi. Nehemia alikuwa ni mtu ambaye alikuwa amejitegemea. Na kama nilivyosema hapa, kiongozi mzuri huangalia hali ya uchumi ya wale anaowaongoza. Kweli. Kama sasa angewaitisha riba, Pashe Wajemi wanawaitisha riba, wenye kuwakopesha wanaitisha riba, watoto wameenda na mashamba yameenda, mwishowe ingekuwa namna gani? Hivyo kiongozi mzuri anaangalia uwezo wa watu wanaoongoza. Ni kama mchungaji, umekaa kanisa ambalo watu wana uwezo, unaenda kanisa ambalo watu hawana uwezo, na unatarajia mnapokuwa na matoleo watoe kama kule. Haiwezekani. Kiongozi huangalia uwezo wa watu, na kuna watu unaona hawa hata si wa kuitisha, hawa ni wa kutafutia. Na ndivyo Nehemia alifanya. Aliona hawa si wa kuitisha, hawa ni wa kutafutia. Asome Nehemia 5 mstari wa 18. Sasa kuna mmoja na maswali msururu, lakini hatutauliza yote kwa sababu muda umebakisha swali moja tu. Huyu ni Domo Nyango kutoka Nakuru, huyu ni shabiki wetu mzuri. Anasema what is the difference between the spirit of the law and the letter of the law? Nafikiri pastor ulikuwa umeanza na jambo hilo. Na pia mwalimu niongeze kwamba je, is the letter of the law also important? Kwa swali lake, unajua tunaweza fikiria ni spirit of the, ni roho ya sheria peke yake, tusahau pia barua pia. Andiko lenyewe ni nzuri. Lakini andiko hili litimilizwe, kuna hitajika roho. Hapo sasa. Andiko lenyewe ni nzuri, lakini andiko lenyewe ndio litimilike, linahitajika roho. Nafikiria Paulo ameelezea jambo hilo kwa undani, ni Wakorintho wa 2:3, ya kwamba the letter kills, but the spirit inahuisha. Kwa hiyo mtu ambaye anafuata the letter, ndio yeye kazi yake ni kuangamiza. Lakini unapokuwa na roho wa Mungu na hiyo hali ya rehema na neema ambayo unaleta uhuisho na marekebisho, na kila mtu anaona ya kwamba hapa ni mahali ambapo ninastahili kuwa. Ndio. Kuna swali lingine anauliza, anasema is when there is an economic imbalance caused by maybe something like inflation, anasema does this mean that there is an element of oppression in that country? Najua inawezekana recession pia inaweza fanyika katika nchi. Sasa anasema kuna element ya oppression hapo. Unajua sijui hapa kwangu mimi naona inategemea. Unajua hata huu uchumi wa nchi yetu si ati umekuwa mzuri kwa muda. Na unaendelea ukiporomoka, si ati unaendelea ukitengezeka. Ndio maana dola pia tunakuta shilingi kwa dola yetu inaendelea kuadhirika. Sasa ndo tunasema sasa inabidi, unajua sisi kama Wakristo pia tujipange. Lazima pia tutumie akili, tujue tutaweka kiasi gani na tutafanya nini ili tusije tukaingia katika hali sasa ya kuishi maisha ya upweke. Unajua Wakristo pia saa zingine kuna watu walihubiri wakasema maskini ataenda mbinguni. Sasa tukaichukulia kama ukikuwa maskini, kusahau kwamba maisha ya Ukristo pia, kwa sababu Kristo ni tajiri tayari. Sasa sisi maisha ambayo tunastahili tuishi ni yale yanaangaza utajiri. Walimu, jambo la mwisho, saa yetu imeisha. Asante. Nehemia ni mfano bora kwetu sisi viongozi, jinsi ambavyo tunawatumikia wale ambao wametuchagua. Na ninaomba kwamba kitu cha mwisho Nehemia alisema katika Nehemia 5 fungu lake la mwisho, yani 19, naomba kusoma kumalizia. Anasema unikumbukie Mungu wangu
kwa mema yote niliyowafanyia watu hawa. Je, umefanya wema upi kwa watu ambao unawaongoza? Ndilo swali langu la kumalizia. Mwalimu Paul. Asante sana. Tumewekwa katika uongozi kutumika, sio kujinufaisha. Ni hayo tu. Mtazamaji, nafikiri mambo haya yamepata kueleweka, na ningependa tu nikaombe msamaha. Kuna kitu nakitafuta hapa. Kuna mmoja wetu mpendwa ambaye ameona tofauti iliyoko kati ya, najua tumesema tunasoma somo lipi. Nafikiri shida iliyokuweko ni kwamba kwenye runinga, ile mada iliwekwa kwenye runinga ndio tofauti na mada tunayojadilia, na iliwekwa, haikuwekwa mada inayostahiki, ikawekwa mada ambayo tutajadilia wiki ijayo. Lakini mada ya leo ilikuwa roho ya kuikiuka roho ya sheria. Hiyo ndio ilikuwa mada yetu siku ya leo, lakini tunaomba msamaha kwa sababu mada iliyowekwa kwenye runinga ni mada tofauti. Lakini nafikiri imepata kueleweka, na jambo hili ninaomba kwamba likupige mshipa ili ujue kwamba tunastahili kuishi na watu katika hali ya upendo, na tukaelekeza watu wasije wakapotea kwa sababu ya kuwanyanyasa. Tuweze kuishi nao. Unajua Yesu hata alipokuja hapa pia alikaa nasi katika mazingira fulani. Yeye hakudai kitu kwetu, na alikuja akatuonyesha upendo wa ajabu, na akapenda wengine, na akawapa vitu ambavyo hawakuwa nayo. Na alipokuwa anaenda mbinguni, wanafunzi wake walipobaki siku kadhaa pamoja, kama siku 10, walianza kutumia vitu shirika kwa sababu ya upendo ambao ulikuwa uko ndani yao. Na tukienda katika maofisi, tutumie ofisi hizo kusaidia watu. Unajua hata wachungaji saa zingine tunakuta wachungaji wazuri tu, tukiwa huku nje tunafanya kazi vizuri, alafu wanaenda wanasoma, wanakuwa wachungaji, wanapewa vyeo, alafu wanatusahau kazi ya kwenda kuhubiri nje. Sasa ukienda kumwambia pastor tunastahili kwenda kuhubiri mahali fulani, sasa hiyo kazi hataki. Akitoka hapa aende sasa ofisi kubwa tena ndio sasa anatokomea kabisa. Tunaomba Mwenyezi Mungu awarudishe mahali tulianzia, ili roho yao iweze kutusaidia tukafanya kazi hii, tukawarudishe watu kwa Kristo. Mwalimu Paul Mwangi, tunaomba utufungie kwa ombi. Hebu na tuombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa kuwa pamoja nasi katika somo la jioni ya leo. Naomba usaidie mtazamaji kuelewa na kufahamu ya kwamba umetuweka katika ulimwengu huu ili kusaidiana, kama vile ulivyokuja ukatutumikia na ukatusaidia na tukawa warithi wa wokovu. Mapenzi yako yatimizwe katika maisha ya kila mmoja wetu, katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Amen.